Hongera sana. Hongera sana. Na ukabidhi milioni hizi. Asante sana. Mungu akubariki. Haya. Kazi njema. Katutunze vizuri, kaelewe familia na Mungu atakupa njia. Kwamba kumbe wakati wa ukopaji wa pesa hiyo ilikuwa unasaini fomu inayosema nakopa, na wakati huo huo unasaini fomu inayosema nauza nyumba. Lakini kisheria tunaangalia ilikuwa ni mkopo au ilikuwa ni uuzwaji wa nyumba. Kwa kuna mazingira ya pasi na shaka ya unyang'anyi yaliyotumika kunyang'anya nyumba ya Bi Alice. Lakini kama mnakumbuka, ndugu yetu Justus M. Lugaibula, Mungu amrehemu, alishafariki. Na kwa mantikio msimamizi wa mirathi kwa sasa anaitwa Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule, msimamizi wa mirathi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ingelikuwa katika sheria za kawaida, hati hii ingehama kutoka kwa ndugu Mohamed Mustafa Yusufali kurudi tena kwa Justus M. Lugaibula. Umenielewa? Lakini kwa sababu Lugaibula amefariki, hati inarudi kwenye jina la msimamizi wa mirathi. Nieleweke hapa kwamba Bi Alice anaonekana kwenye hati hii sio kama mmiliki, bali kama msimamizi wa mirathi. Inaweza ikatokea mzee Justus Lugaibula marehemu inaweza kutokea kuwa alikuwa na watoto kwa Mama Alice, alikuwa na watoto nje ya Mama Alice. Watoto wale wanaweza wakawa si wa Mama Alice, lakini wana wajibu wote wa kisheria wa kufaidika na mirathi ya mali ya Justus. Kwa mantiki hiyo, Mama Alice anakuwa msimamizi wa mirathi, na inaweza kutokea Mama Alice akaenda kuuza yeye mwenyewe kwa sababu hati ipo kwa jina lake. Akifanya hivyo bila kushirikisha familia yote ama watoto wa ndugu Justus, Bi Alice atakuwa amecreate mgogoro mzito kuliko uliosolviwa muda huu. Alipoongea mkuu wa mkoa na viongozi wote wa serikali, ili jambo sitaki kulieleza tena kwa sababu limezungumzwa. Nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuitikia sisi wa Tanzania na kusikia vilio vyetu, lakini pia nipende kumshukuru mkuu wa mkoa kwa kuweza kufika mapema sana pale nyumbani na kutusikiliza. Namshukuru pia mkuu wa wilaya pamoja na vyombo vyote vya dola ambao walisikia swala letu na wakatia nguvu kubwa sana kulifuatilia kwa kina. Na nashukuru pia majirani, wananchi pamoja na vyombo vya habari kwa kile ambacho mlikifanya kwa siku ya tukio, kikasaidia zaidi viongozi wetu waweze kupata picha